Milele amina baba. Basi unaitwa nani? Naitwa Frank Mwahagama. Unajisikiaje kushiriki hizi kazi za mikono ambazo ni moja ya malezi ya seminari? Najisikia vizuri na napenda kushiriki hizi kazi za mikono. Wewe unaonaje sasa zoezi hili kama malezi ya upadre na kuvuna mahindi? Ni vitu ambavyo vinaendana? Vinaendana kwa sababu ukiwa padre utaenda kuwa walimu. Sasa kama mwalimu lazima tuwe tunawasaidia watu kufanya kazi na sisi wenyewe tukionyesha mfano wa kupata chakula kwa mikono yetu wenyewe. Asante sana Frati. Asante sana. Milele amina baba. Unaitwa nani kwa mtazamaji? Naitwa Frateri Adila Wambura, Jimbo Katoliki la Musoma. Kuhusu mambo ya kufanya kazi za mikono. Jamii naiambia kwamba umoja na upendo katika jumuiya unajidhihirisha pia katika kazi. Kazi ni kipimo cha utu. Utu unapimwa katika kazi. Sisi kama waseminari tunapaswa kufanya kazi, na sio tu kufanya kazi, tunapaswa pia kupenda kazi. Milele amina. Ndio, wewe Father unajisikiaje kuhudhuria hizi kazi za mikono au harambee hapa Sandani Kipalapala pamoja na waseminari? Kwa kweli najisikia vizuri kwa sababu kazi hii inaonyesha, yani kwanza tunaposhirikiana namna hii inanipa moyo kabisa kwamba kwa kweli tunajiandaa kwa ajili ya kuandaa chakula chetu, kwa ajili pia ya kuandaa pia taifa la kesho, watu ambao watakaosimamia kanisa la kesho. Ndio, kwa hiyo wewe sasa unawaambiaje sasa mapadre ambao pia kwa namna moja au nyingine wanaendelea kushiriki na hizi kazi za mikono, pengine wamepitia malezi ya kipalapala, unawaambia neno? Mimi ningewaambia kwa kweli waendeleze moyo huu wa kufanya kazi pamoja, lakini pia hasa hii kazi ya kilimo kwa kweli kwanza ni afya, lakini pia kwa kweli natupa moyo wa kujitegemea zaidi. Ndio. Basi kwako Father, una uzoefu gani au miaka mingapi unafanya kazi ya harambee? Pengine hapa kuna waseminari ambao ni mara ya kwanza kwa mwaka huu, wengine miaka miwili, wengine miaka mitatu, wengine minne. Wewe una uzoefu gani? Asante. Mimi kwa kweli sina uzoefu mkubwa sana, lakini nimeanza kazi hii mwaka wa 2017 kwa mpaka leo na uzoefu kidogo, sio kwamba ni mkubwa sana, lakini kazi ambayo kwa kweli inajenga afya. Inajenga afya na inatupa uhakika kwamba kwa kweli tukifanya kazi hatuwezi kuondoka hivi hivi, tutapata chochote. Basi baba, nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Nikutakie utume mwema. Asante sana. Unawapongeza kwa zawadi ya mavuno. Hongera Kipalapala, hakika Mwenyezi kawatendea makuu. Hongera Kipalapala, Kipalapala tunazoipenda tunaiombea kwa Mungu. Oya. Dokta. Asante sana, asante sana, asante sana. Hata yakionekana manyaso tupo kazini. Haya. Mimi nafuate. Naitwa Father Joseph Moko kutoka Jimbo Katoliki la Bukoba. Unajisikia kushiriki kazi za mikono pamoja na wafrateri wenzako? Ndugu mtangazaji, asante kwa kunipa nafasi hii kueleza jinsi ninavyojisikia hasa hapa na kushiriki kazi ya uvunaji. Kwanza nakumbuka kwamba apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha. Sasa na mimi leo nafurahi kwamba kazi ya kupanda imefikia tamati, tunavuna na hivi tunajiandaa kwa ajili ya kazi ya kuanika, baadaye kuchua na kuhifadhi mahindi kwenye magala yetu. Basi tunamshukuru Mungu aliyetupatia mvua, japo kipindi kilikuwa kigumu, tupata mvua walau kiasi chake, na sasa tunavuna. Na hivi tunamwomba Mungu pale tunapoenda kutimiza ile sala ya baba yetu kwamba tupate mkate wetu wa kila siku, basi tunaopata kutoka mshambani. Na leo ndio hii kazi tumeanza, basi hapo mbele tutapata chakula cha kutosha ili tuendelee kumtumikia Mungu vema. Milele amina. Ndio, unaitwa nani? Frate Martin Miston Mbwaga. Ndio, wewe unajisikiaje kushiriki katika hizi kazi za mikono hasa katika kilimo seminarini, sasa kama frateri pia dereva ambayo pia
rahisisha hizi kazi kufanyika na kusafirisha mahindi ambayo yanatoka shambani? Tunamshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu kazi zote ambazo tunazozifanya ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hata tunapoendelea na malezi ya upadri, basi kazi yetu ni kwa ajili ya yote ambayo tunafanya hiyo kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Ndio, wewe unajisikia sasa kama driver ambaye wewe kwa namna ya pekee sasa, tofauti na kwamba kuna kupakia, kuna nini sasa wewe kama driver? Hapana, mimi naona tu najisikia kawaida tu, kwa sababu ni moja ya kazi ambazo basi Mungu ametujalia kama tunaweza kuzifanya, basi tunazifanya. Kwa hiyo ni kama vile moja wapo ya kusaidia jumuiya, kama ilivyo katika jumuiya yote ile, lazima msaidiane. Kwa hiyo sioni kitu cha pekee sana, bali naona ni kawaida tu kama moja ya shughuli ambayo zinatufanya tuweze kuzifanya. Sasa tunaambia hasa waseminari ambao wengine wana ndoto za kufikia seminari, kwa maneno machache. Basi mimi kwa maneno machache naweza nikawa encourage au nawahamasisha kwamba wawe na moyo wa bidii na Mungu awasaidie pia wa kuendelea na kujituma na kuvumilia, maana vumilivu ndicho kitu cha msingi na ambacho kinahitaji katika maisha yetu, ili tuweze kuyafanya yote. Kwa kuwa na fadhila ya vumilivu, basi mengine yote tunaweza tukayamudu na kuyaweza kuyatimiza. Basi asante sana Frate. Asante na kushukuru. Kuna gari kubwa. Basi la mwisho. Kuna gari kubwa itakosa kazi. La mwisho. Tuki hili moja. Pakia hapo juu, pakia hapo juu. Tuondoke. Ondoka nani mikubwa. Hii weka sehemu fulani hapo hivi. Tuondoke. Beba hiyo. Milele amina. Habari za sasa hivi? Unaitwa nani sasa? Kwa majina naitwa Fateli Cassian Tanga kutoka Jimbo Katoliki la Mtwara. Unatuambia nini pale ambapo unashiriki kazi za mikono kama Frate? Kwa kawaida Waswahili wana msemo unaosema kazi ni kipimo cha utu. Hivyo basi mimi kwanza na furaha kwa sababu nimeshirikishwa katika hizi kazi na hivyo najifunza mambo mbalimbali, na hizi kazi zinatusaidia pia kujipima na zinasema pia kuhusu utume wetu hapo baadaye katika kanisa la Mungu. Hivyo tunajifunza ukomavu katika kazi. Sasa wewe unaiambiaje jamii sasa huko ambao wengine na mawazo tofauti kama huyu anayemlea Frate au padre katika hii mambo ya kuvuna mahindi, sasa unashirikishaje jamii kuambia kazi? Mimi ninachowashauri ni kwamba tufanye kazi. Kazi sio mfano, kilimo sio umaskini, bali wanasema ni uti wa mgongo wa Mtanzania. Yaani ni kitu ambacho Watanzania wengi tunategemea sana, na ukiangalia wengi tumekuzwa, tumelelewa katika mazingira hayo. Hivyo basi hizi kazi sio kwamba zinashusha utu wetu, ila zinapandisha utu wetu, kwa sababu kufanya kazi kunatupa heshima. Hata ukiangalia kwenye maandiko matakatifu wanasema Yosefu alikuwa seremala au Yesu aliitwa mwana wa seremala. Mimi baba yake alifanya kazi. Hivyo basi kazi zinatupambanua sisi ni wakina nani na zinatupa heshima kwa kweli. Kiongeza katika hilo, Mtakatifu Paulo anatuambia asiyefanya kazi nasi asiyetaka kufanya kazi na asili. Ndio. Kwa kweli kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa haya yote, lakini kazi ni kitu cha muhimu sana katika jamii na lazima tufanye kazi kwa kweli. Hakika kabisa. Tufanye kazi tuweze kujipatia maslahi, tuweze kujipatia chakula na tuweze kuishi katika ulimwengu, kwa sababu bila kazi hamna maisha. Pia ikumbukwe kwamba kazi inatambulisha utu wetu. Ndio. Kupitia kazi sisi tunatambulika ni kina nani. Asante sana. Milele amina. Frate. Unaitwa nani Frate? Naitwa Frate Stanislaus Kisinza. Ndio. Basi wewe unazungumziaje siku ya leo hasa kuanza mavuno kuanzia asubuhi na mapema? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zake na baraka zake tumeweza kufanikisha jambo hili kubwa sana kwa siku ya leo. Ni mara ngapi kushiriki zoezi hili la uvunaji au harambee katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo? Katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, mimi ni mara ya kwanza kuweza kushuhudia na kuweza kuhudhuria katika zoezi hili. Kwa sasa umeonaje harambee ulikuwa kusikia wanawasimulia huko, sasa kabla mjaje seminari huko? Unawaambiaje sasa wale ambao kwa Kristo wanajiandaa kufanya teolojia? Kwa kweli nawakaribisha sana seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Ni seminari njema ambayo inamlea mtu katika malezi yale ambayo ataweza kufanya hata utume vyema katika parokia atakayokuwepo baadaye. Basi wazazi huko nyumbani na ndugu na jamaa wanaambiaje?
Kwa kweli, kwa upande wa wazazi, napenda kuwaambia kwamba katika seminari hii inalea na inaandaa mapadri wema ambao wataweza kuwatumikia vema huko baadaye. Asante sana Fred. Asante sana. Milele amina. Ndio, wewe unajisikiaje sasa kushiriki pamoja na wenzako hawa sasa hawa ndo soldiers wenyewe kwa ajili ya kusafirisha mazao yanayotoka shambani? Kwa kweli najisikia vizuri kwa sababu kimsingi mwanadamu takiwa afanye kazi. Na kazi ni kipimo cha utu. Basi katika kufanya kazi hizi ndipo utu wetu unazidi kufunuliwa na tunajua lile tumaini ambalo tumeweza kuitiwa. Basi asante sana frate. Nyakati bora kabisa kati ya nyakati zote za hususan za kilimo. Nikiripoti katika viunga hivi vya shamba letu la seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume. Mimi ni Gaston Beki kwa Kipalapala.